Mambo vipi mtazamaji? Leo tuko katika msitu wa Vikindu ambapo tutazungumzia kuhusiana na umuhimu wa nyuki na namna ambavyo nyuki wana msaada mkubwa sana katika jamii. Nikukaribisha katika kipindi hiki maalum kwa ajili ya nyuki. Tutaenda kujua namna nyuki ambavyo walivyotiba kwa binadamu na namna ambavyo nyuki wamekuwa fursa ya kibiashara kwa watu wengi. Tuko na mtaalamu wa nyuki ataenda kutuelezea ni namna gani ambavyo wanajihusisha na masuala ya nyuki. Karibu. Asante. Kwa majina yangu naitwa Elias Jonas Zakaria. Ni msaidizi nyuki daraja la pili. Napatikana msitu wa mazingira asilia Vikindu ambao unapatikana ndani ya wilaya ya Mkuranga. Binafsi hapa tunafanya kazi mbalimbali ikiwemo shughuli ya ufugaji nyuki, lakini pia hapa tuna maeneo mbalimbali ya utalii. Lakini pia shughuli ya ufugaji nyuki ni mojawapo ya utalii ambao tunaofanya ndani ya msitu wa hifadhi ya mazingira asilia ya Vikindu. Kwa upande wa ufugaji nyuki tunafanya utalii wa nyuki, ambapo kwenye utalii wa nyuki tunafanya udungishaji wa moja kwa moja ambao kimsingi una faida mbalimbali. Sumu ya nyuki inasaidia kwenye mwili wa binadamu. Faida yake kubwa kwanza inasaidia kuongeza uteute kwenye maungio. Kama una maumivu kwenye magoti au kwenye maungio ya mikono, ulipata jeraha ukafungua POP kwa muda mrefu, kwa ili kurejesha ule uteute kuwepo kwa wingi ndani ya maungio hayo, unapata ile sumu ya nyuki. Lakini pia inasaidia kuimarisha kinga ya mwili. Samahani. Yes. Kuhusiana na swala zima la ute unavyosema kwamba ni ile mara moja tu mtu akidungwa na nyuki, au mnafanya nini ili kufanya iwe tiba? At least mara 3 kwa mwezi. Unavodungwa mara 3 kwa mwezi inaweza ikawa tiba kwa upande wa kuongeza uteute, lakini pia inaweza ikawa tiba kwa upande wa kuimarisha hiyo kinga ya mwili, kuongeza kinga ya mwili. Na unangatishaje? Yaani unafanyaje kwa ajili ya kudungishwa kama unataka kudungishwa nyuki kwa upande wa tiba? Yaani ushapata tatizo tayari unataka kuwa tiba, unadungishwa kwenye eneo moja kwa moja. Kama una matatizo ya magoti au kwenye mkono ndio ulifungwa POP unataka kurejesha uteute kwenye maungio ya mikono, unadungishwa kwenye mkono moja kwa moja. Lakini kama ni tiba, eneo sahihi la kudungishwa ni kwenye eneo la mkono, kama unataka kuwa kama kinga. Yes. Kwa hiyo kuna hiyo ya udungishaji. Dio. Na namna nyingine labda mnayofanya tofauti na udungishaji? Lakini pia tunatoa elimu ya ufugaji nyuki. Kwenye elimu ya ufugaji nyuki iko pana zaidi. Hapo tutakuelimisha namna ya kufanya ufugaji wa nyuki. Utaelezewa kuhusu faida za nyuki, lakini pia utaelezewa kuhusu mazao ambayo nyuki anazalisha na vitu vingine mbalimbali ambavyo vinahusu nyuki, ikiwemo jamii ya nyuki ambayo inapatikana kwenye ukanda wetu. Ni jamii gani ya nyuki ambao wanapatikana katika ukanda huu? Nyuki ambao wanapatikana kwenye ukanda wa mashariki wanaitwa Apis mellifera litolea. Hii ni jamii ya nyuki ambao wanapatikana kwa ukanda wetu. Yes, na ndio ambao tunawafuga. Ni wa kienyeji, ni wa kisasa au kuna nyuki wa kienyeji na wa kisasa? Nyuki wote ni wa kienyeji. Hakuna nyuki wa kisasa. Yes. Sasa mmesema kuna utalii wa nyuki. Huo utalii wa nyuki mtu anafanyaje? Kwenye huo utalii wa nyuki kitu kikubwa ambacho tunakifanya cha kwanza ni hicho cha udungishaji, ili mtu aweze kupata hiyo tiba ambayo tunazungumzia tiba, lakini pia kupata hiyo kinga kwa ajili ya kuimarisha kinga ya mwili, lakini pia ndio hiyo kujipatia elimu, lakini pia mtu anaweza kufanya vitu kwa vitendo ambavyo ameambiwa kuhusu ufugaji wa nyuki. Kwa mfano anaweza kufanya uvunaji kama ni msimu wa uvunaji. Kwa hiyo unapokuja kufanya utalii wa nyuki, activity utakayoifanya ni kutokana na msimu huo, ni activity gani ambayo inafanyika kwa wakati huo. Kama umekuja msimu wa uvunaji, basi utafanya utalii wa nyuki kwa kuvuna, lakini pia utapewa elimu ya vitu vingine kutokana na msimu yake. Kingine labda utuambie uzalishaji wa nyuki na asali kwa kipindi hiki ambapo tunavyoona mabadiliko ya tabia ya nchi kwa sasa hivi yamekuwa kwa kiasi kikubwa sana. Ndiyo. Uzalishaji wa nyuki ukoje na swala zima la ongezeko na kupungua kwa nyuki umekuwaje kwa sasa wewe unavyoona? Kimsingi mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri ufugaji wa nyuki. Kwa mfano sasa hivi maeneo mengi watu wanakata miti, maeneo mengi wanachoma moto. Sasa unapochoma moto mfano eneo la msitu, unahatarisha kwanza usalama wa nyuki wenyewe, lakini pia na ile rasilimali ambayo unaitumia kuwafuga wale nyuki kama mzinga. Kwa mfano eneo ambalo umefuga nyuki, ikitokea moto umewaka, kwanza utapoteza lile kundi lenyewe ambalo la nyuki ulikuwa umelifuga kwenye ile eneo, lakini pia utapoteza ile rasilimali ya mzinga ambao ndio ulikuwa umeweka pale. Lakini pia kwenye tabia nchi hiyo inaweza ikawa ni ukame au pia mafuriko, mvua zikazidi au zikapungua. Ikiwa mafuriko inaweza kusababisha pia kupoteza makundi ya nyuki akafa, lakini pia inaweza kusababisha makundi ya nyuki na ule mzinga wenyewe kuoza, kuzama na kupotea kabisa
kama mafuriko yatakuwa ni makubwa sana. Lakini pia ikiwa ni ukame, makundi yataondoka, yatahama kutafuta eneo ambalo lina maji na yanapatikana kwa wakati huo. Ndio maana wakati unataka kuchagua eneo la kuanzisha manzuki, vitu vikubwa tunavyovizingatia ni vile eneo lazima liwe na chakula cha kutosha. Manzuki ni nini? Sorry, manzuki ni nini? Okay. Manzuki ni neno la kitaalamu ambalo linamaanisha kwamba ni eneo ambalo tunafugia nyuki, ndio linaitwa manzuki. Sehemu ambayo kuna mizinga lakini pia ambapo tunakamatia makundi ya nyuki linaitwa manzuki. Mnazingatia nini katika swala zima la kuandaa hiyo manzuki? Okay. Eneo ambalo linaitwa manzuki, kuna sifa za kuchagua eneo kulifanya kuwa manzuki. Eneo hilo kwanza lazima liwe na chakula cha kutosha. Tunazungumzia chakula ni mimea ambayo inazalisha maua ndani ya mwaka mzima. Au hata kama sio mwaka mzima, basi iwe ni kipindi kichache ambacho panakuwa hamna maua, ambao kwenye yale maua ndio nyuki wanachukua chakula chao. Kwa lazima liwe na mimea ya kutosha ambayo inapishana muda wa kuchanua yale maua. Lakini pia eneo lazima liwe na maji. Chakula hicho kinatakiwa kiwe ndani ya kilomita 2. Nyuki watasafiri kilomita 2 hizo kuleta chakula kwenye eneo la mzinga ambapo upo. Lakini kuhusu maji yanatakiwa yawe ndani ya mita 500. Sababu nyuki hawezi kusafiri umbali mrefu wa kilomita 2 kufuata maji kuleta kwenye mzinga. Yes, lakini pia eneo hilo linatakiwa liwe linafikika kwa usafiri wa aina yote ile. Ikitokea ikiwa baskeli, ikiwa pikipiki, ikiwa gari, angalau kwa usafiri wa aina moja liwe linafikika. Lakini pia ile eneo linatakiwa lisiwe na hatari yoyote ile ya mafuriko. Liwe eneo la juu. Lakini pia eneo hilo halitakiwi kuwa na viashiria vya moto. Kama eneo hilo lina moto, basi kuna njia za kufanya kwa ajili ya kudhibiti ule moto ili usije ukapata hasara ya yale makundi, lakini pia na ile rasilimali ya mzinga. Lakini pia lazima uangalie kama lina wadudu. Lisiwe na wadudu. Na kama wapo lazima utafute njia ya kuwazuia na kuwakinga kabisa ili wasiweze kuathiri makundi yako na ile mizinga. Wananchi wa Vikindu wananufaika vipi na huu mradi wenu wa ufugaji nyuki? Kimsingi wananchi wa Vikindu wananufaika na vitu vingi kutokana na mradi wetu wa ufugaji wa nyuki kwenye msitu wetu wa hifadhi ya mazingira asilia ya Vikindu. Wengine tumewapa fursa ya kufuga, naruhusiwa kuja kufuga nyuki ndani ya msitu huu. Kitokea wako kwenye vikundi, watu binafsi tunawaruhusu. Wanachokifanya ni kuandika tu barua kuomba maeneo na tunawapatia, wanakuja kufuga ndani ya msitu wetu. Mna vikundi vingapi ambavyo mnavisimamia vinavyofuga? Mpaka sasa hivi ndani ya msitu wetu tuna vikundi 4 ambao wanafuga ndani ya msitu wetu. Shughuli hii inaruhusiwa kisheria kabisa kufuga nyuki ndani ya msitu, sababu ni moja ya shughuli ambayo inasaidia kwenye uhifadhi wa mazingira. Haiathiri chochote kile kwenye mazingira, ila inaboresha. Sababu nyuki ndio agent mkubwa wa uchavushaji. Kwa wanavyozidi kuja watu kujitokeza kuja kufuga nyuki ndani ya msitu wetu, wanatusaidia kwenye eneo la uhifadhi. Kuna utaratibu wa mtu ambaye binafsi anaweza kufuga nyuki nyumbani kwake? Kufuga nyumbani kwake inategemeana. Kuna aina nyingi za nyuki. Kuna nyuki wanaodunga na wasiodunga. Kwa nyuki wasiodunga unaweza kufugia nyumbani kwako. Au wasiodunga wanatoa asali au? Yes, wanatoa asali. Asali yake ni bei ghali kabisa kuliko hata hii ya kawaida. Nyuki ya kawaida. Ndio. Utofauti wake unakuwaje wa nyuki anayedunga na nyuki asiyedunga? Tofauti wao kwanza ndio hiyo. Kwamba nyuki anayedunga na nyuki asiyedunga. Tofauti hawa nyuki wanadunga au hawadungi. Lakini pia hata kwenye ile mazao ambao wanazalisha. Nyuki wanaodunga ile mfano asali, kwa sababu ndio zao kubwa ambalo nyuki wanazalisha. Asali ambayo ya nyuki wanaodunga na nyuki wasiodunga iko tofauti sana, ndio maana hata bei yake ni tofauti. Bei ya asali ya nyuki wasiodunga iko juu, bei ya nyuki wanaodunga iko chini. Kwa sababu nyuki wanaodunga umbo lao ni kubwa kuliko nyuki wasiodunga. Kwa hiyo wanaweza kufikia baadhi ya maua na kucollect kutengeneza ile asali, lakini nyuki wasiodunga umbo lao ni dogo zaidi. Kwa hiyo wanaweza kufikia spishi mbalimbali za maua na kutengeneza ile asali. Kwa hiyo ile hali ya kimatibabu kwenye asali kwa nyuki wasiodunga inakuwa iko juu zaidi, kwa sababu wamechukua kwenye aina mbalimbali za mimea. Wanaweza kufika ambao nyuki hawa wanaodunga, sababu umbo lao ni kubwa, na baadhi ya maua kutokana na umbo lake hawezi kuingia mle kuchukua ile nectar. Lakini nyuki asiyedunga, kwa sababu umbo lake ni dogo, anaweza kuingia kule na akaichukua akatengeneza ile asali. Kwa hiyo unakuta asali ya nyuki wasiodunga ina bei kubwa na ile hali ya kimatibabu iko juu zaidi kuliko nyuki wanaodunga. Tumekuwa tukisikia mtaani wanasema kuna asali ya nyuki wadogo na asali wa nyuki wakubwa. Utofauti wa hiyo inakuwaje? Kwa mfano umetuambia hapa kuna nyuki wanaodunga, leo ndo tunalisikia nyuki wanaodunga na wasiodunga wanatengeneza asali. Mimi nilijua ni ile asali labda ya watoto, nyuki watoto na nyuki wakubwa. Kwa hiyo utuelezee hiyo, kuna nyuki wadogo na nyuki wakubwa wanafanya nani? Okay. Yaani unavyosema nyuki wadogo na nyuki wakubwa, nyuki wanaodunga na nyuki wasiodunga ni kitu kile sema tu anayesema nyuki wadogo na nyuki wakubwa amechukua yale maumbo yao.
Yes, kwa sababu nyuki wanaodunga ni wakubwa kwa maumbo yao, lakini nyuki wasiodunga ni wadogo kwa maumbo yao. Kwa hiyo kuna mtu anawatemu kwamba nyuki wadogo na nyuki wakubwa, akimaanisha nyuki wanaodunga na nyuki wasiodunga. Kwa unavyozungumza nyuki wadogo na nyuki wakubwa, na aliyezungumza nyuki wanaodunga na wasiodunga ni kitu kile kimoja. Unaweza kutuelezea umuhimu wa asali? Ndio. Asali ina umuhimu mkubwa. Kwanza na matumizi mbalimbali. Kitu cha kwanza unaweza kutumia kama chakula. Ukaitumia kama mbadala wa sukari. Kwa wale watu ambao wana matatizo ya sukari, wanaweza wakatumia asali kama njia mbadala ya kutumia sukari ili kuendelea kuregulate ile sukari ndani ya miili yao. Lakini pia kwa wale ambao hauna magonjwa ya sukari, lakini kwa ajili ya kuzuia hiyo hali isije kutokea, unaweza kutumia asali mapema kwa ajili ya kujiepushia hayo matatizo ya magonjwa ya sukari. Lakini pia asali hiyo inatumika kwenye matibabu. Asali ina antibacterial ndani yake. Kwa hiyo inasaidia kwa ajili ya magonjwa mbalimbali. Watu wana madonda ya tumbo, mtu ambaye amepata majeraha ya moto anaweza kutumia asali kwa ajili ya kumtibu, kumsaidia. Lakini pia asali inatumika kama preservative agent kwa ajili ya kuhifadhi matunda na mboga. Yes. Tumeona asali ina umuhimu mkubwa sana. Nyie kama wazalishaji wa asali na wafugaji wa nyuki, mna mpango gani labda kuendelea kuzalisha asali kwa wingi ili bei ya asali iwe chini? Kwa sababu kuna watu wengi wanashinda ndio ku afford bei ya asali. Yeah. Tukiangalia bei ya asali ukilinganisha na bei ya sukari, ni bei bado ni kubwa sana. Labda mna mipango yoyote au mikakati yoyote ya kusaidia bei iwe chini na uzalishaji kuongezeka? Kimsingi mikakati ipo. Ndio maana taasisi imetoa wigo kwa wafugaji binafsi na watu wenye vikundi ili waje kufuga na bila masharti yoyote, ili kuomba nikaandika tu barua nakuja kuomba na ni bure kabisa, wanapewa eneo kwa ajili ya ufugaji. Hiyo ikitokea uzalishaji umepanda sana, tayari bei itashuka. Kwa hiyo ukiona sasa hivi asali iko juu zaidi, ina maana wafugaji bado ni wachache na uzalishaji bado uko chini. Kwa hiyo asali kutokana na ambao bado inapatikana kwa uchache, ni maana bei bado yuko juu. Lakini in case wafugaji wakiendelea kuongezeka, uzalishaji ukapanda zaidi, bei itashuka yenyewe kwa sababu asali itakuwa inapatikana kwa wingi. Ndio maana tunahamasisha watu kuja kufuga ndani ya misitu yetu bure kabisa. Labda kwa mzinga mmoja kama huu unaupata asali kiasi gani na labda unavuna asali kwa muda gani? Kwa mzinga mmoja kama huu hapa unaweza ukapata hata 15 mpaka 20 kwa mwaka. Yes. Na unavuna mara 3 kwa upande wetu huko. Unavuna mwezi wa 12, unavuna mwezi wa pili, lakini pia unavuna mwezi wa 6 ambao ndio mvuno mkubwa. Na maana mwezi wa 12 ni mvuno mdogo, mwezi wa pili ni mvuno mdogo, ila mwezi wa 6 ndio mvuno mkubwa. Kwa hiyo ukijumlisha hiyo yote mara 3 ndio ukapata hata 15 mpaka 20 kwa mzinga mmoja. Ndio. Na tumekuwa tukiambiwa kwamba asali nzuri ni asali ya Tabora, asali nyingine hii ni asali ya kawaida. Sasa kuna utofauti gani kati ya asali hiyo anasema ni ya Tabora ya ukanda wa kati na asali ya ukanda mwingine? Kimsingi asali ya Tabora na huku ni tofauti. Asali inatofautiana kutokana na aina ya mimea ambayo inapatikana kwenye eneo husika. Asali ya Tabora inapatikana kwenye miombo woodland. Kule kuna miombo. Na miti aina ya miombo ni miti ambayo inasifika kwa kuwa na ile miti ni dawa. Kwa hiyo ile miti inazalisha asali. Asali ya miombo inatokana kwenye uoto wa miombo. Kwa asali ya kule inachukuliwa kama ni nzuri sana kutokana na aina ya mimea ambayo inapatikana kule. Tofauti na asali inayotoka huko kwetu. Lakini pia kule kuna misitu mikubwa sana ambayo unaweza kupata ile organic, yani ambayo haina mchanganyiko wote ule wa kemikali. Kwa sababu inakuwa imewekwa mizinga, inakuwa imetundikwa mbali na makazi yao, lakini pia mbali na viwanda. Tofauti na huko kwetu tunakuwa tuna misitu lakini imekaribiana na viwanda, imekaribiana na makazi ya watu. Lakini pia hiyo haimaanishi kwamba asali yetu sio bora kama ile. Ni bora lakini hailingani na ile, sababu ile kule una uwezo wa kupata organic hani. Tofauti na huko kwetu. Mtazamaji, kama ulivyosikia umuhimu wa nyuki na namna ambavyo kuna utofauti kati ya nyuki. Kuna nyuki wanaong'ata na nyuki wasiong'ata. Kwa hiyo tunajua kama nyuki wadogo na nyuki wakubwa. Kwa hiyo tunajua ya kuwa kuna nyuki ambao wanaleta asali ambao ni dawa zaidi, na hao ambao wanang'atisha ambao wanakutoa sumu na kusababishia kupata tiba. Kwa hiyo tuendelee kutunza mazingira ili kuweza kuwa na nyuki ambao ni wazuri watakao tusaidia katika swala zima la tiba. Kuna tiba za mimea na pia kumbe tumegundua kuna tiba ya nyuki. Tulikuwa hatujui, tunakula asali tu hatujui. Kwa hiyo karibu Vikindu uje ung'atishwe nyuki upate dawa na tiba.